hongera kwa alama 3, lakini pia hongera kwa mara ya kwanza unaingia katika hatua. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Majina anaitwa Lukman Makame Hamisi, mchezaji wa RS Kalemie anacheza nafasi ya forward. Ukweli naweza nikamshukuru Mungu tena kwa sababu nilikuwa namuomba Mungu sana niweze kufuzu katika fainali. Ni kitu kikubwa kabisa. Furaha katika nafasi hii kwamba bado na malengo, pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Kulikuwa kuna na JKU tena katika hatua kama hii ya nusu fainali. Kwanza kabisa ugumu kwa upande wangu naweza nikasema ni timu kubwa, kwamba ni timu kwamba ukicheza nao unatakiwa uheshimu kwamba ni timu kubwa, inaweza kucheza mpira ambao wewe ukijisahau kidogo tu unaweza ukapoteza malengo yako. Kwa hiyo ni timu ambayo inatakiwa kwanza respect. Hata hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikisha lengo letu. Kwa hiyo mipango ilikuwa namna gani? Mnatoka ligi daraja ya kwanza na msimu ujao mko katika ligi kuu. Mnakwenda kukutana na timu ya ligi kuu leo hii na mnaweza kwenda kushinda kwa mambo moja. Mipango yetu kwamba sisi tuweze kufuata maelekezo ya mwalimu vile ambavyo ametufahamisha ili tuweze kufanikisha lengo letu. Yes, Raskazoni waliingia tena katika hatua ya nusu fainali na wanakwenda kukutana na KMKM. Kipi ambacho unawaambia wana Raskazoni? Kikweli kabisa mimi washabiki wetu kwamba naweza nikaambia wasikate tamaa, wazidi kutupa motivation kwa sababu ni timu ambayo imechipukia kuja huko juu mpaka kufika hatua hii. Hivyo ningependa kwamba wazidishe morali. Pia kwa wachezaji wenzangu naweza nikawashauri tuendelee kuwasikiliza walimu kwa sababu walimu ndio kila kitu mpaka tukafika hapa. Maelekezo yao wao ndo wanajua nini kipo huko kwa sababu wao ndo matokeo ambayo mnayapata kwa hivi sasa yanatoa taarifa ama tahadhari yoyote kuelekea katika ligi kuu? Ndio, kwa sababu naweza nikasema timu yetu sio mbaya. Kwa watu wajipange. Sawa, mimi natamani hawezi kusahau. Natamani ushare na sisi tukio lolote ambalo huwezi kusahau katika safari yako ya mpira. Tukio ambalo siwezi kulisahau katika safari yangu ya mpira ni kwa timu hii Raskazoni mwaka jana ilikuwa hatua mbaya, hatua ya kushuka daraja. Yani ina maana kwamba ni tukidraw tu tunashuka, tukifungwa tunashuka. Kwamba tukio la mwaka jana dakika za jioni kabisa mimi ndio niliweza kusawazisha goli mpaka timu ikaja ikabaki daraja la kwanza. Kwa siwezi kulisahau tukio lile. Na leo tena wewe ndio ambao umewapeleka katika ya nusu fainali. Kitu ambacho mimi sikutarajia kabisa. Nimekuja kujikuta ni dakika za jioni kupata nafasi nimetumia vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo goli ambalo umefunga ni zawadi tosha kwa mama. Ndio. Naweza nikasema ongezi zake. Lukman alishawahi kukosa nauli ya kwenda kwenye mazoezi ama kwenye mechi? Shajimisha. Alishawahi, lakini akakata tamaa hivyo hivyo, alitanguliza dua basi tuendelea kufanya mazoezi. Sio nauli, hata kula tu, lakini tunakomai wao tunajua ipo siku Mungu atafanikisha. Changamoto tu hizi nataka tujipange. Hizi zishapangwa kabisa tokea zamani. Asante sana. Nashukuru. Ndo basi tena. 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 Amin.